السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu watukufu Islamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kwa mara nyingine kukutana katika silsila kuwazungumza wakeze Mtumi sallallahu alayhi wasallam, na kwa sasa tuendelea kumzungumza Ummul Mu'minina Aishatu bintu Abi Bakr as-Siddiq, na tumemzungumza katika halaka mbili kwa maneno tofauti tofauti, na katika halaka yetu ya leo tutamzungumza mama Aisha kupitia kwa wivu aliyokuwa nao. Kwa nini tumependa tutaje huu wivu wa mama Aisha? Kwa sababu kadhaa. Miongoni mwa asbabi ni kuonyesha kwa yale mapenzi ambayo mama Aisha alikuwa nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wivu ni dalili ya kupenda, na hili ni jambo ni maakuli. Wivu ambao haujavuka mipaka ni dalili ya kupenda, wa illa ukivuka mipaka sasa huwa ni udhia. Lakini mke kumfanyia wivu mume na mume kumfanyia wivu mke, hii ni dalili ya kwamba watu hao wapendana. Na mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, pamoja na kwamba ndiye aliyekuwa akipendwa zaidi katika wakeze Mtume, yeye ndiye aliyekuwa ana hasasia zaidi katika masala ya wivu. Yani kwa ufupi, mama Aisha yeye ndiye anayependwa zaidi na yeye ndiye aliyekuwa na wivu zaidi. Sio wale wengine walikuwa na wivu na yeye ndiye alikuwa na wivu na wao zaidi, pamoja na kwamba na wao pia walikuwa wana wivu na mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Tupige baadhi ya mifano ya wivu aliokuwa nao mama Aisha. Tulitangulia katika halaka iliyopita, tulisema wakeze Mtume kulikuwa timu mbili. Kulikuwa na timu Aisha na timu Ummu Salama. Timu Aisha tulimtaja nani? Tulimtaja mama Hafsa, mama Safia, mama Sauda. Hafsa, Safia, Sauda. Waliobakia ilikuwa wote ni timu Ummu Salama. Mama Aisha wivu aliyokuwa nao wakati mwingine alikuwa akiwafanya mpaka wale wa timu yake pia. Yani ndio uelewe kama kwenye kupenda hakuna usuhuba, ni marafiki zake chanda na pete, hawa tuliowataja Sauda, Hafsa, Safia. Lakini alikuwa ana wivu na wao ajab. Yani likitokea jambo, akiona Mtume kidogo ataka kufadhilisha hii timu, ingaje ni timu yake, mama Aisha alikuwa hakubali. Mara moja ule wivu huja ukamshinda, akawa tayari yuwadhihirisha wivu kama huu. Miongoni mwa mifano inayozungumzwa katika wivu wake ni hadithi ambayo ameitaja Al-Hafidh Al-Haythami katika Majma'u Zawaid, na Abu Ya'la Al-Musili ameitaja vile vile Abu Sheikh
al-Asfahani katika Amthalu al-Hadithi na vitabu vinginevyo. Katika Hijjatul Wadaa Mtume alisafiri na wakeze wote. Ngamia aliyepandwa na mama Aisha alikuwa ni mwepesi na hana mizigo mingi. Ngamia aliyepandwa na mama Safia, na mama Safia babake ni Yahudi, ngamia aliyepandwa na mama Safia kwanza ni mzito na amebebeshwa mizigo mizito. Msafara ikawa wachelewa kwa sababu ya mama Safia, kwa kuwa ngamia wake ni mzito na amebebeshwa vitu vizito. Mtume akaona hapa maslahi ni kubadilisha, Aisha apande ngamia wa Safia, Safia apande ngamia wa nani? Wa Aisha. Na mama Safia ilikuwa pia nani? Mwanamke mzito. Mama Aisha radhiallahu ta'ala anha lile jambo akaona ni kama kupendelewa mama Safia. Ni kama kupendelewa. Kwa nini apandishwe ngamia wangu, mimi mpandishwe ngamia wake? Kishipa cha kike pap kikampiga. Mama Aisha akapiga ukelele akasema, ya la ibadillahi ghalabatna hadhihi alyahudiyatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, aambia wale wale kwenye hija, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, huyu Yahudi, huyu mwanamke wa Kiyahudi huyu ashatushinda, manake amemteka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Aisha, usiseme hivyo, nimefanya haya mabadiliko kwa sababu msafara wachelewa, na mimi nataka msafara kidogo uende haraka haraka, ndio maana wewe nikakubadilisha huku na huyu nikambadilisha huku. Mama Aisha akamwelekea Mtume akamwambia, alasta tazumu annaka rasulullah, sewe baadaye kuwa ni Mtume. Angalia siku mama Aisha muamini Mtume, hapana. Na hili ni somo kubwa sisi waume tulisome kwa Mtume na mama Aisha, kwamba wakati mwingine mkeo akikufanyia wivu, mpe nafasi afanye wivu, kwa sababu ndio ithbati kama yakupenda. Na wakati mwingine katika ule wivu aweza akashoropo kwa neno ambalo kwamba waweza ukalifasiri halina heshima, lakini ndio wivu unavompelekea aseme vile, bora hivi hajavuka mipaka. Akamuuliza Mtume, alasta tazumu annaka rasulullah, basi wadai kwamba ni Mtume. Mtume naye akamuuliza mama Aisha akamwambia, awa fi shakkin anta ya umma Abdullah, kwani unashaka kwa mimi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mama Aisha akamwambia Mtume, ikiwa wewe ni in kunta tazumu annaka rasulullah fahalla adalta, ikiwa wadai kwamba wewe ni Mtume, mbona hufanyi uadilifu? Alipolisema hili neno kwamba mbona hufanyi uadilifu, Saidina Abubakar akaisikia sauti ya binti yake, zikampanda Saidina Abubakar, mbona yuko heshima huyo? Akamfuata akampiga kofi, ampiga kofi binti yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Hakumwambia Saidina Abubakar umfanya vizuri, mpige kofi jingine. Kwa nini unatolea mimi maneno kama haya? Mtume akamwambia Saidina Abubakar, mahalan, taratibu ya Aba Bakrin. Saidina Abubakar akamwambia Mtume, ama sami'ta ma qalat, wewe hukusikia maneno alivyoyasema, asema kama ufanye uadilifu? Mtume akamwambia, nimesikia, lakini wivu wa hao ukiwapanda, hata kilichoko chini ya hii miguu ya ngamia pia huwa hawakioni kwa sababu ya wivu. Wivu wa hao ukiwapanda, kilichoko chini ya miguu ya ngamia chini ya wangwa pia hawakioni. Muache, usimpige. Huyu ndiye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, na huu ndio mfano wa wivu aliyokuwa nao mama Aisha. Mimi sikwambii wivu wa mama Aisha kwa timu Ummi Salama, yani ile timu nyingine. Alikuwa na wivu mpaka kwa timu yake yenyewe. Ni timu yangu, lakini ikifika
mahali pa mtume sitaki kuingiliwa na mtume wangu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yeye mama Aisha, Mwenyezi Mungu awe radhi na yeye na awe radhi na wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam wote. Katika baadhi ya hadithi nyingine zinazoonyesha wivu wa mama Aisha kwa wakeze mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ime katika sahihu Muslim, kitabu cha fadhaili sahaba na babu fadhli Aisha. Mama Aisha asema mtume akitoka safari hupiga kura. Safari moja alipiga kura, kura ikaniangukia mimi na Hafsa. Na ndugu zangu tuelewe, kama kuna wanawake katika wakeze mtume walikuwa marafiki, walikuwa wakielewana, walikuwa wakipeana siri, walikuwa wakipendana, ni mama Aisha bintu Abi Bakrin na mama Hafsa bintu Umar. Na inshallah mama Hafsa ndiye tutakayemzungumza baada ya kumzungumza mama Aisha. Hawa walikuwa ni marafiki ajabu, lakini pamoja na urafiki wao mama Aisha alikuwa kimuonea wivu. Mama Aisha asema mtume alipiga kura, ikatokea kura katika hiyo safari aondoke na mimi na Hafsa. Mtume katika kutembea katika ule msafara, usiku huwa yuko karibu na ngamia wa mama Aisha, yuwazungumza na yeye usiku. Mchana huwa yuko karibu na ngamia wa mama Hafsa, yuwazungumza na yeye. Kwa hivyo mtume aligawanya, ikiwa watembea usiku ngamia wake mtume huwa yuwatembea na ngamia mama Aisha akimzungumzisha mama Aisha. Mchana mtume hutembea na ngamia wa mama Hafsa akimzungumzisha mama Hafsa. Mama Hafsa akamwambia mama Aisha, tujaribu kitu. Kitu gani? Tubadilishane ngamia. Na mtume wajua ngamia zao, tubadilishane ngamia, tumuangalie mtume atafanya nini. Akamwambia sawa. Wakati wa kuondoka mama Hafsa akapanda ngamia mama Aisha, mama Aisha akapanda ngamia wa mama Hafsa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, na safari ilikuwa ni ya usiku, na mtume sallallahu alaihi wasallam kama ada yake usiku utembea na ngamia wa nani? Wa mama Aisha. Akaja kwa ngamia mama Aisha, akawa yutembea naye, akamsalimia wa alaykum salam, akawa yutembea naye huku yumzungumzisha, lakini aliyoko kwenye ngamia wa mama Aisha ni mama Hafsa. Basi kile kitendo cha mtume kwamba yuzungumza na mama Hafsa usiku, yutembea naye, na mtume akidhania kwamba anayezungumza naye nani? Ni Aisha. Mama Aisha pale alipo maini ya mkatika, maini ya mkatika. Mwenye asema tulifika mahali tukasimama, hii ni usiku, mtume akamshika mama Hafsa, lakini mtume dhana yake nani alimshika? Ni mama Aisha. Akamshika mkono, akawa yuenda naye sehemu ya faragha, sehemu ya kando. Mama Aisha asema ikawa nakatikana wivu mpaka mwisho, ikawa nasema ya Rabbi, lete nyoka aniume ili nipige ukelele, mtume ajue kwamba aliyenaye kule si Aisha, nani? Ni Hafsa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Mwenyezi Mungu awaele radhi akieze mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu ndiye mama Aisha na wivu aliokuwa nao mpaka kwa timu yake, wachilia mbali timu Ummi Salama. Miongoni mwa timu mama Aisha ni mama Sofia. Aliwahi kumfanya wivu? Naam, alimfanya wivu. Mwenyewe mama Aisha asema katika wakeze mtume, mimi sikuona hodari wa kupika kama Sofia. Mpishi ajabu, mpishi hodari. Safari moja mtume yuko nyumbani kwangu, Maisha eleza, mtume yuko nyumbani kwangu, mama Sofia akapika chakula hilwa, chakula kitamu, akampa mtumishi amletee mtume, na mtume yuko nyumbani kwangu na ana wageni.
chakula kilipoletwa, mama Aisha kule kukiona chatoka wapi? Chatoka kwa Safia. Chatoka kwa yule ambaye ni mpishi kuniliko mimi. Akakipiga kile kisahani, kikaanguka, kikavunjika, chakula kikamwagika. Mtume akachukua kisahani cha mama Aisha, akakizoazoa kile chakula, akakitia ndani, kisha akawawekea wageni, akawaambia kuleni. Lakini Mtume akatumia hikma, akawaambia kuleni, kisha akawaambia gharat ummukum, mama yenu leo wivu uko juu. Hakuzungumza jambo jingine. Kisha Mtume akaenda akachukua kisahani chingine, akampa yule mtumishi, akamwambia mpelekee. Mama Aisha sasa yubabaika, akamwambia Mtume, ma kafaratu dhalika, hili kosa ambalo nimelifanya nifanye nini? Ili nifutiwe madhambi nifanyeje? Mtume akamwambia taamun bi taamin wa inaun bi ina, chakula kwa chakula, chombo kwa chombo. Chakula ni changu, nishawapa wageni wala, lakini chombo si changu, ncha Safia. Na ndio maana nimechukua chombo chako nimepeleka ili kulipa. Wewe chukua chiki kilichovunjika, muate mwenzako achukue kile ambacho ni kizima. Hizi ni sehemu katika wivu wa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Tumetangulia kumzungumza mama Khadija, tukasema mama Aisha alikuwa na wivu mpaka na mama Khadija radhiallahu ta'ala anha, na ashakufa. Wewe ushasikia wivu mtu amfanya hivyo mpaka maiti? Sasa mama Aisha namna wivu wake ulivyokuwa mkali, ile Mtume kumtegetaja Aisha pia ilikuwa ikimtia wivu. Alipokuja yule Hala ambaye ni ukhti yake mama Khadija, na sauti yake na mama Khadija zimfanana, akaja akabisha kwa Mtume. Mtume kuisikia sauti yake akawa ameshtuka Mtume. Mtume akasema Allahumma Hala, ya Rabbi Hala amekuja. Hala akaingia. Alipotoka mama Aisha akamwambia Mtume, amwambia basi mwanamke mwenyewe huyo ambaye wapenda kumtajataja, kilikuwa nkizere hamra ushidqaini, hii midomo yake ukando myekundu. Wewe leo mpata chombo kitu hichi, lakad abdalaka Allahu khairan minha, Mungu ankupa mke bora kumliko huyo. Akijikusudia yeye. Mtume akamwambia ma abdalani Allahu khairan minha, Mungu hatanipa mke bora kama Khadija. Innaha kanat wa kanat wa kanat, Khadija alikuwa. Mtume kawa yamuelezea, mwisho akamwambia nimezana yeye watoto, nyinyi sikuzana nyinyi watoto. Wivu wa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha ni wivu ambao ulikuwa ni mkali, na usingelikuwa mkali wivu kama ule lau si mapenzi yake makali kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tumezungumza katika kumzungumza mama Sauda, tumeeleza ile masala ya maghafir, ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. Ule wote ni mpango wa mama Aisha, kwa sababu Mtume tu ameketi muda mrefu kwa Ummu Salama radhiallahu ta'ala anha. Miongoni mwa wivu wa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kumalizia mazungumzo yetu, ni kutokubali kuwa Ibrahim mtoto wa Mtume amefanana na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume alikuwa na mtoto wake akiitwa Ibrahim ambaye ameishi miezi 18 akafariki. Mtume wake mpenda kumbeba huyo mtoto, amemzaa na Mariatul Qibtiyya. Safari moja Mtume na Mariatul Qibtiyya, wakati akimnyonyesha Ibrahim, maziwa yake yalikuwa kidogo, na ni jambo hupatikana kwa wanawake, ikawa maziwa pengine kidogo. Kwa hivyo ililazimu mama Mariatul Qibtiyya awe akimpa Ibrahim mtoto wa Mtume, akimpa maziwa ya mbuzi. Yaani wakati mwingine ikiwa maziwa yake hamtoshi, humpa na maziwa ya mbuzi. Na Mtume yajua. Safari moja Mtume amembeba mtoto wake Ibrahim, akaingia naye kwa mama Aisha. Akamwambia mama Aisha, muangalie huyu alivyofanana. Alimuuliza madha tara, waonaje? Amfanana nani huyu? Amfanana na mimi?
Mama Aisha ule kile kishipa cha wivu ikamuingia, akamwambia hasa mtoto mwenyewe ikiwa alikuwa kinywa maziwa ya mbuzi. Mtume akamuuliza hauoni kama mfanya na mimi? Mama Aisha akamwambia sioni kama mfanya na wewe. Wakati Ibrahim mtoto wa Mtume amefanana na Mtume copyright, lakini yeye mwenyewe mama Aisha asema Mtume aliponiuliza amfana na mimi, asema kile kishipa cha wivu kile kinachoingia wanawake kikaniingia, nikamwambia hafanani kamwe na wewe ya Rasulullah, bena yeye hamfanani kabisa. Huu ndiye mama Aisha radhiallahu ta'ala ana, na huu ndio wivu wake aliyokuwa nao. Kumalizia mazungumzo yetu katika ile i'tizaz, safari moja amwambia Mtume ya Rasulullah, una mnyama ambaye yuwalisha, yani kwa mfano una ngamia ambaye yuatafuta malisho, ukafika ukapata ardhi mbili zote zina nyasi, lakini ardhi moja hii inliwaliwa, yani kuna wanyama walikuja wakaitafuna nyasi zake, ama hii ardhi nyingine fresh haijaliwa kabisa na mnyama yoyote. Akamwambia Mtume huyu ngamia wako, na Mtume ashamuelewa kusudia nini, akamwambia huyu ngamia wako utamwacha ale ardhi gani? Ale hii ardhi ambayo ishaguswa na watu wengine, au ale hii ardhi ambayo haijaguswa? Mtume akamwambia amwambia kumfurahisha, akamwambia nitamwacha ngamia wangu ale kwenye hii ardhi ambayo haijaguswa. Yani akamwambia Mtume, akamwambia basi mimi ni kama hao, mimi na hao wake wenzangu hao ni kama hizi ardhi mbili. Wake wenzangu wote uliwapata washaolewa, washaguswa na watu wengine, mimi unipata mbichi, umenipata sijaguswa na mtu yeyote. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akimkubalia maneno kama haya, kwa sababu wivu ndio kuthibitisha yale mapenzi yake. Pamoja na hayo ndugu zangu, pamoja na hayo, wivu wa mama Aisha unapofikia mahali pa kumkejeli mtu au unapofikia mahali pa kumsengenya mtu, Mtume alikuwa hampi nafasi katu. Safari moja Mtume yuko nyumbani kwa mama Aisha wazungumza, ghafla akaingia mama Sofia. Katika wakeze Mtume, Sofia alikuwa ni kifupi. Alipoingia mama Sofia akazungumza na Mtume, alipotoka mama Aisha akamwambia Mtume hasbuka min Sofia kadha wa kadha, ya kutosha wewe kwa Sofia kadha na kadha. Inamaanisha kwa huyu mfupi hichi kifupi hichi unataka kutafuta nini huko, umependa nini hapa? Lugha kama hizi yani za kejeli. Mtume hakumpa nafasi, hakumwacha mama Aisha qattu. Mtume alimwambia wazia, alimwambia laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la mazajatu, neno ulilolisema lau lachanganywa na maji ya bahari, basi maji ya bahari yatabadilika kwa hili neno ambalo kama ulilisema. Kwa hivyo hii ndio hali ya Mtume. Pamoja na kuwa mama Aisha alikuwa na wivu, lakini alikuwa hampi nafasi ule wivu wake ukie mipaka mpaka ufike daraja ya kuwasengenya wengine. Mwenyezi Mungu inshallah wajalie na wake zetu wawe na wivu na sisi, lakini wivu ambao kwamba utabakia katika haddul i'tidal. Usiwe ni wivu ambao utakuwa ukileta kero, kwa sababu wivu ni alama ya mapenzi. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.